Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mimi ambaye nilikuwa wa mwisho pale mlangoni, pale natoka nilipigwa fimbo mguuni, ambaye nikaenda kuanguka kwenye bati moja pale nyumbani. Ni baada nikakimbia, tukakimbia kwa tulipokimbia kuna watu walikuwa wanatufuata na matochi wengi. Tukaishizia mapolini. Asubuhi tukarudi tukakuta ng'ombe wamekatwa mapanga. Yaani kuna wengine wamekatwa miguu kabisa, hawezi hata kutembea. Wengine mikia, yaani wamejeruhiwa. Kana kwamba wangemwangukia mtu ingekuwa ni vingine. Kuna watu wanajifanya wababe. Sasa wale wababe wanaenda wanadanganya watu kule kwamba tukifanya haya ndio tutapata ardhi. Hata ukimbilie wapi, tutakufuata huko. Rekodi tutazifukua zote na tutahakisha kwamba hii hali inakomeshwa na wala hatutaonea mtu. Hao wamevuka mipaka, na kama kumekuwa na tabia matukio ya namna hii kujitokea yanatokea mara kwa mara, niseme hili sasa liwe ni mwisho. Niwahakikishie Watanzania wenzangu kwamba swala la wale watu wachache ambao watakuwa wanavunja sheria, niwahakikishie kwamba tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Mna kila sababu ya kufanya maendeleo yenu, kazi zenu bila kuwa na mashaka yoyote. Ninaamini kuna watu wachache wanawezekana pia wamekodishwa kutoka maeneo mengine, kwa sababu wakati mwingine hao wauaji wanaweza kuchukuliwa kutoka sehemu nyingine, wakaja wakafanya mauaji alafu wakarudi wanakoishi, na mara nyingi wanatoa ng'ombe. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba waliofanya hili, mkono wa serikali ni mrefu, tutawapata na kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake. Lakini la tatu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hii ni changamoto kwenu, hakikisheni, kwa sababu haya matukio yamekuwa yanatokea siku za nyuma, mwenyewe mnaeleza, hakikisheni mnafanya special operation kubwa. Msimuonee mtu, lakini tusimwache mtu ambaye ni muovu. Humo ndani kwa wawekezaji nako kuna changamoto mheshimiwa. Kuna shida ya watu ambao tangu operation zinafanyika humo ndani hawajawahi kutolewa. Kule ndani kuna watu ambao wanaishi kule, wamekuwa wakifanya matukio mwaka hadi mwaka. Lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya ana taarifa. Hawajawahi kutolewa maana yake nini? Yaani hawajawahi kuondolewa kwenye yale maeneo. Yaani wao askari wakifanya operation kule wanasonga mbele, wanaenda kama wanaelekea Kasulu, wanalima na kuvuna. Kwa haya matukio mheshimiwa mkuu wa mkoa unayoyaona sio ya leo wala jana, amekuwa akijirudia rudia. Ila wahalifu wako kule ndani. Lakini pia nao wawekezaji nao wana shida zao. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.